Je, kweli Kenya imefika mahali ambapo kila upande una simulizi yake? Na kwa nini kila video inayotoka mitandaoni inaonekana kuongeza maswali kuliko majibu? Leo tunakuletea mkusanyiko wa video 5 ambazo zimezua mjadala mkubwa nchini Kenya. Kuna waliokamatwa wakitoa kauli nzito, kuna wananchi wanaouliza maswali kuhusu sheria, kuna viongozi wa upinzani wanaoweka serikali kwenye presha, na pia kuna maelezo yaliyotolewa na polisi kuhusu operesheni zao. Usiondoke mpaka mwisho, kwa sababu kila video inaongeza kipande kingine cha simulizi hii, na mwisho wake inaweza kukusaidia kuelewa kwa nini mjadala huu unaendelea kutawala Kenya na mitandao ya kijamii. Karibu sana pa Mizuka Media. Kwenye video ya kwanza tunaona tukio lililonaswa wakati wa maandamano katika moja ya maeneo ya Nairobi mjini. Kijana mmoja Gen Z anakamatwa na maafisa wa polisi, lakini hata akiwa anapelekwa bado anaendelea kueleza msimamo wake. Anasema hana tatizo binafsi na polisi, bali anaamini mgogoro uliopo ni mchezo wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kauli hiyo imezua mijadala mikubwa mitandaoni. Wapo wanaosema alikuwa ni ishara ya ujasiri na kusema kila anachoamini, huku wengine wakisema swala hilo ni tata zaidi kuliko vile alivyoeleza. Hebu sikiliza mwenyewe kile alichosema. Watu wote wako bunge walitolewa, tuliwatoa June 25. Sisi ndio wenye bunge. Hakuna watu wanatunyanyasa nini? Mnakubali? Lazima kuwe na picture. Gari kipata kanuni. Ndio tusipopiga picha wanapoteza. Wanaita gari. Mimi nataka kwenda bunge, sasa kwenda kwa police station. Mimi nataka kwenda bunge. Watu wote wako bunge walitolewa, tuliwatoa June 25. Sisi ndio wenye bunge. Hakuna watu wanatunyanyasa nini? Mnakubali? Mnakubali watunyanyase kwa nini? Hii bunge ilishachomwa, hakuna kitu hapa. Wote hakuna kitu hapa. Hakuna hapa. Mimi ndio sisi bunge ni wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Kimani. Kimani unatoka bunge. And you are illegitimate. Wallahi. Udanganyi. You are illegitimate. Na lazima tutawatoa. Lazima tutawatoa. Polisi ni marafiki zangu. William Ruto ni adui yangu. Gachagua ni adui ya kila mtu. Hamwezi tupangia. Tulishachoma bunge. Tulishachoma bunge. Baada ya tukio hilo tunaelekea kwenye video ya pili. Hapa mwananchi mwingine anaibua swali ambalo limekuwa likizungumziwa sana katika mijadala mitandaoni. Anasema tangu maandamano ya Gen Z yaanze, binafsi hajawahi kuona mtu anayehusishwa na makundi ya wauni akifikishwa mahakamani, jambo ambalo kwake limeibua maswali kuhusu namna sheria inavyotekelezwa. Kauli yake imepokelewa kwa maoni tofauti. Wapo wanaokubaliana naye, huku wengine wakisema swala hilo linahitaji ushahidi na taarifa kamili. Hebu tusikie hoja yake. We have never seen goons being arrested or taken to court. Remember, this is not the first time we are observing this. Since when the young generation went to the street, they have been found along goons in the city and even outside in different counties. Video ya tatu ndio imezua hisia kali zaidi. Kijana huyu Gen Z anatoa maoni yake akisema kwamba anaamini serikali imefeli katika kulinda raia. Pia anadai kuwa makundi ya wauni yanaonekana kulindwa huku waandamanaji wa amani wakikamatwa au kutawanywa na polisi. Haya ni madai yake binafsi yaliyotolewa wakati wa mahojiano na ndiyo yamekuwa sehemu ya mjadala mpana unaoendelea nchini kuhusu usalama, haki ya kuandamana na utekelezaji wa sheria. Hebu tusikilize alivyofafanua msimamo wake. Ama tuna win, tuna lose and you are losing it. We are fumbling. And why do I say so? That this government is a failed state because this government has weaponized poverty. In that it is also a time that we the young people, goons are being sponsored. Goons are being protected by the police. It will come a time when the goons will now take over. And I wonder what to say because this is a failed state. The goons themselves are being protected by the police to harm the Kenyans. Today, you are seeing our fellow Gen Zs, our fellow young people, armless, protesting peacefully. Wanaeko kwa magari kama mboga. I think this is a failed state. Tuna lose, we are fumbling. And this is the high time that we the young people must actually take over. Because time has come, wakati umefika. And you're not going to accept the fact that this state is really diminishing the fact that we the young people tumeonyeshwa madharau na wakati umefika
tutaonyesha back because wakati ni sasa. Mtaonyesha aje? Wacha niseme hivi. My brother said here that we have got 399 days to one term. Na tuko kadi. Let it be very clear. I see my sister smiling because yeah, no problem. But tumejangori. No problem. Anasema amejangori na itakuwa mbaya. Tumejangori na itakuwa mbaya. Why do I say so that when... Baada ya sauti kutoka mitaani, sasa tunaelekea kwenye jukwaa la kisiasa. Kiongozi mmoja wa upinzani alizungumza mbele ya umati wa wananchi na kutoa kauli kali dhidi ya Rais William Ruto. Katika hotuba yake, alisema Wakenya si wajinga, akaibua maswali kuhusu uongozi na hata kugusia swala la elimu ya rais. Pia alisisitiza kuwa vijana wako tayari kurudi nyuma katika madai yao. Kauli hizo zimeendelea kusambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii na kuzua mijadala mikubwa. Hebu tusikilize sehemu ya hotuba hiyo. William, sisi sio wajinga bwana. Wewe kwanza title yako ya doctor hujatupatia evidence, ulitoa wapi? Ulisomea botany, matawi na mizizi. Hiyo ni uganga. William, mimi nakwambia ukweli William. You were elected in 2022. Umekuja Gusii region mara mingi hata kuliko vile wajumbe wengine wameenda kwa constituency yao. But all you've ever done is lay foundation stones. No single project have you cut a ribbon for our people to use. Wacha kutuona wajinga bwana. Unatubeba ufala. Unafungua university, una launch mawe mara 3. A university that exists nowhere. There is nothing called Nyamira University. I sit in education committee. There is nothing. The only new university that has been created and they have put a budget of 3.5 billion is Baringo University. Ekekende, we've had enough. William, na umesema Kenya imekuchosha. Ni sawa. Unataka kuenda Singapore, enda peke yako. We are urging our leaders, Your Excellency, the 6th President, marafiki zako Rigiji, Kalonzo, Eugene, and the others, Martha Karua, nyinyi kazana from hiyo kona. Sisi vijana wenye tutavumilia hiyo tear gas, tuko na Linda Mwananchi kona ingine. Wananchi tumewapea kona ya 3. Hata saa hii kilo zimeanza kupungua William, si ndio? Nywele zinapungua William. Na bado pressure itapanda. Pressure tutakufinya bwana. By the time we are done with you, sidhani kama Uburu anakona nguvu ya kukubeba. Baada ya kusikia maoni kutoka kwa wananchi na viongozi wa upinzani, ni muhimu kusikia kutoka kwa upande wa mamlaka. Katika video hii, kamanda wa polisi wa Nairobi Isa Mahamud anaeleza sababu zilizochangia hatua zilizochukuliwa na polisi wakati wa maandamano. Anasema walizingatia historia ya yaliyotokea kwenye maandamano yaliyopita ya Sabasaba na walitaka kuhakikisha matukio kama hayo hayajirudii. Kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu uwiano kati ya usalama wa umma na haki ya wananchi kuandamana kwa amani. Hebu tusikilize maelezo yake. You know, we have history, and you cannot deny the history we had in the last just 2025. What has happened in Sabasaba? You go back to the YouTube, enda urudi na uangalie kanda hizo, and wananchi walipoteza mali mingi sana na walichomea mingi sana. So we decided to do that so that we control the access. We do not deny anybody, but we control the access. After screening and sieving and verification, we release you to come forward. But we regret if the process maybe was very slow because of the number of vehicles and the people. We regret that, but our intention is not to
harm or to inflict any problem to the community. We're here to support the community, and it is win-win for the community. Sisi wote tumefaulu, wananchi wamefaulu, sisi tumefaulu, na hatuna haja ya kuumiza mtu yote, ya kuumiza mwananchi yote, lakini tufuate sheria, tufuate sheria, so that ukisema utatumia Moi Avenue utafika mahali fulani, we can guide you, we can guide you, we can escort you. Kutoka January mpaka sahi, we guided 67 protests and petitions in Nairobi. Baada ya kuona video hizi zote tano, swali kubwa linabaki kuwa moja: Kenya inaelekea wapi? Tumeona sauti kutoka kwa wananchi, vijana wa Gen Z, viongozi wa upinzani na pia maelezo kutoka kwa polisi. Sasa ni wakati wako kutoa maoni yako. Je, unadhani changamoto kubwa ni nini? Je, kuna njia ambayo inaweza kurejesha imani kati ya wananchi na taasisi za serikali? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Hata Gachagua wako pamoja. Hata hakuna mahali wanaweza kupeleka. Hapo polisi marafiki zangu hawana shida na mimi. Polisi hawana shida na mimi. Najua William Ruto, Gachagua na Kindiki tulishachoma hii bunge. And you are illegitimate. Wallahi, udanganyi. Illegitimate. Na lazima tutawatoa. Lazima tutawatoa. Polisi ni marafiki zangu. William Ruto ni adui yangu, Gachagua ni adui yangu, Kindiki ni adui ya kila mtu. Hamwezi tupangia, tulishachoma bunge. Tulishachoma bunge, hakuna serikali. Hakuna serikali, tulishachoma bunge. Tulishachoma bunge, hao ni marafiki zangu. Hata wao shida yao ni William Ruto.